upweke kwa kuua asili ya Mungu kwa vitu tunavyoishi navyo. Haiwezekani mtoto wa halali mwakaa nyumba moja na baba, mwalala nyumba moja na baba, baba namkia nyumba hiyo na wewe unamkia nyumba hiyo, unaenda shule na yeye anaenda kazini, humuoni usiki. Ikifika hata ni siku 2-3 tu, lazima mama atasema alo, watoto wanauliza baba yuko wapi, hawaja kuona tangu juzi, waondoka usiku warudi usiku, urudi mapema, watoto wanataka kukuona. Kuna mtu anasema nini? Roho Mungu anatuombeaga. Ndio hiyo sasa unakuta mama anasema rudi mapema, watoto wanauliza baba yuko wapi, baba yuko wapi. Mimi siwezi jibu haya majibu, njoo ujitokeze mwenyewe kwa watoto wako. Baba anajitokeza kwa watoto wake, anarudi mapema wakati watoto hawajalala, wanamuona baba yake. Lakini iwezekani sisi tumeokoka, sisi ni watumishi wa Mungu, hatumsikii baba yetu. Kuna watu wameokoka hawajawahi kumsikia na wamekaa kwenye wokovu miaka. Kuna watu wameokoka, kuna watu wanatumika, hawajawahi kumuona. Si halali kwa mtoto kutokumuona baba yake, ila kuna tatizo, ndio maana mtoto anashindwa kumuona baba yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokaa kwenye wokovu kwa sura hiyo sasa ya kuwa kama wanaharamu, ni dalili kabisa ya kwamba tuko kwenye ule ulimwengu mwingine ambao sio wa asili yake. Sasa ninapokuwa kwenye huo ulimwengu ambao sio wa asili yake, haya nayo yasema ya kutokumuona na kutokumsikia yatafanyika. Sasa nikisema habari ya kumsikia na kumuona, mimi sizungumzii vitu ambavyo mnafundishwa kwamba nimeona. Mimi huko siko. Mimi nazungumza kwamba kuna jinsi Mungu anazungumzaga, wala hakuambii kwamba kuna pepo ama kuna nini. Huko wachaneni nako. Ninazungumza tu kuna ile kati ya mtoto na baba. Baba anasema nini na wewe? Kama ninampa nafasi ya kuzungumza, lazima anasema. Kama simpi nafasi ya kuzungumza, kazi yangu mimi ni kwenda na kupiga makelele na nikimaliza ndio naondoka. Hawezi kusema. Sasa sisi kama wana wa Mungu, sisi kama watumishi wa Mungu, lazima tukue kiroho, tufike kwenye kiwango ambacho tutaweza kuitoa nafasi ya kuweza kumjua yeye kwa jinsi hiyo, na kumjua yeye huyu Mungu ambaye tunasema habari zake, ili tuweze kutembea naye. Dalili za kwamba nimemjua na natembea naye utaziona. Kisoma kitabu cha Ayubu, soma kitabu cha Ayubu sura ile ya 22. Kuna vitu tunavipuuza katika wokovu, lakini ni vitu vya kuhakikisha unavichungulia kila siku kama vipo ama vilishapotea, ndio niweze kuelewa kwamba mimi nimehama ama bado niko. Ukiona umeingia kwenye nyumba nyingine na kuna vitu viko kule kwenu na huvioni huko, si unajua kabisa kwamba niko sio nyumbani. Kwa hiyo sasa kuna vitu ambavyo lazima viwepo na sisi. Visipokuwa na sisi, kuna dalili ya kwamba niko mahali kwengine na siko hapa. Anasema sura ile 22 mstari wa 21, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yaweke moyoni mwako. Sasa nikimjua, hii anasema mjue sana Mungu. Hicho Kiswahili cha sana maana yake kumjua vipi? Sasa sisi tunakibeba kwamba kumjua Mungu ni katika hayo ambayo tumeshabebeshwa, kwamba siku unaona unaonyeshwa sana habari sio za mapepo, habari za watu na nini. Sasa wewe unafikiri kwamba ndio unakaa na Mungu sasa. Hapana. Udhihirisho wa Mungu hautumii ufalme wa shetani. Hicho tunataka ukifahamu, na hauna shughuli na ufalme wa shetani.
Maana yeye alishamalizana na huyo tokea kule. Sasa shetani na mbinu zake za kuchukua watu kanisa na kulipeleka kwenye ufalme wa shetani bila kanisa kujua kwamba linapelekwa, linahamishwa, linapelekwa kwenye ufalme wa shetani. Mjue sana Mungu. Maana mjue Mungu kwa kiwango fulani, ili mema yaweze kunijia, ili amani iweze kukaa na mimi. Mimi nimeokoka, mimi ni mtumishi, amani haiko ndani yangu. Huyo Mungu nimemjuaje? Mtu akikufanyia hivi kidogo umesha nini? Yaani nafsi yako ina makorokoro chungu mbovu. Sijamjua. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu Mungu ni roho. Roho haina shughuli na vitu vya duniani, haiwekezi katika ulimwengu wa damu na nyama. Sasa mimi nikiona nawekeza kwenye vitu vya hapa duniani, huyu amenikasirisha nimefanya hivi, huyu amefanya hivi nimefanya hivi, huyu nimefanya hivi, hivyo ni viwekezo na wekeza vya hapa duniani, ina maana siko kwenye ile asili yake. Na kama siko kwenye ile asili yake, amani ya Kristo inayosemekana kwamba inapita vitu vyote haiwezi kukaa ndani yangu. Amani ya Kristo inakaa ndani ya watu ambao walihama kwenye ulimwengu wa damu na nyama, wakaingia kwenye ulimwengu wa rohoni, wakaingia kwenye ile asili ya Mungu, wakaishi kwenye asili ya Mungu. Amani inakuwepo. Kwa nini amani inakuwepo? Yanayotokana na mambo ya duniani hayawahusu tena, pamoja na kwamba wanaishi duniani. Nguvu, uwezo wa kiutendaji wa hayo mambo ya duniani yalishawekewa ukomo kwenye wao ama kwenye maisha yao. Kwa hiyo wao kitukana haingii, kwa sababu mimi ni roho. Wewe ukisijui ukafanyaje, haingii ndani, mimi ni roho. Na ndio sasa utafanya unachofanya, utasema unachosema, utaona inakuja haingii, kwa sababu niko kwenye asili nyingine. Mwisho vitarudi kwako wewe mwenyewe uliyeko kwenye ulimwengu huo. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini? Mimi sina lugha ya kuweza kueleza, na jaribu kutafuta lugha nyepesi. Nataka kile ambacho nakielewa niweze kukielewesha. Mungu anisaidie. Naishi mimi ni roho. Amani ya Kristo haikai kwa mtu aliyesema ameokoka. Amani ya Kristo haikai kwa mtu ambaye anaomba sana. Ndio maana watu wanaomba wakitoka wanaenda kusengenya. Watu wanaomba wakitoka wanaenda kutukana. Watu wanaomba wakitoka wanaenda kukasirika. Watu wanaomba wakitoka wanaenda kusunya. Watu wanaomba wakitoka wanaenda kuangalia mtu na jicho baya. Amani ya Kristo haikai kwa watu kwa sababu wanafanya hivi na vile na vile. Mtu huyu anayefanya hivyo, amani ya Kristo haiko ndani yake. Sababu amani ya Kristo inakaa kwa mtu ambaye anaishi kwenye ile asili ya Mungu. Mungu ni roho. Mungu ni roho. Na ndio maana nasema kwamba inawezekana tukaishi katika asili yake, kwa sababu alifanya experiment kupitia Kristo Yesu alipovaa mwili wa kibinadamu akaja hapa dunia. Kwa hiyo inawezekana ukavaa mwili na ukaishi kwenye asili ya Mungu, na ukamsikia Mungu anasema, ukamsikia anasema na wewe, akisema na wewe habari za kwake, sio habari za shetani ya mapepo. Pamoja na kwamba atasema hayo pia, lakini sio haya ambayo sisi tunatembea nayo. Sio hayo. Sio hayo. Kumjua Mungu kwa sura hii ni sura ambayo mimi sijui, niseme tu kwamba hata ukitazama kwa macho haya unaiona dunia ama unamwona mtu kama mdudu. Kwani unamwona kama mdudu? Maana huoni mwili. Kuna mtu anaelewa mimi nasema nini hapa? Ndio vile ambavyo Mungu anatutazama. Mungu akitutazama hautafuti mwili wako. Hana shida na mwili wako, anautafuta moyo wako. Kwa hiyo akitazama, akiniangalia, ndio maana anasema kwamba macho yake yanazunguka, yanakimbia, akimtafuta ni nani ambaye ni mwelekevu wa moyo. Anautafuta moyo, ana shughuli na huu mwili. Fanya unavyotaka kwenye huo mwili. Sijakwambia ufanye unavyotaka kwamba wewe ukafanye zinaa na nini. Lakini umekaa sijui umekaa wewe ni maskini, umekaa sijui umekonda, umekaa sijui umefanya nini. Huu ni udongo, utaenda huko chini. Pamoja na kwamba unatakiwa kae na afya.
Lakini nafundisha kile anachokitaka Mungu. Asili yake ni nini? Na hiyo asili yake mimi ndio natakiwa nikae pale. Kwa hiyo nikikaa kwenye asili yake, kwa sababu nimemjua yeye, atanijulisha yaliyo ya kwake, atanijulisha yanayomhusu, ataendelea kujifunua kwangu. Ndio hizo hatua ambazo tumeona ameenda nazo na Ibrahimu. Ametembea na Ibrahimu katika hatua za kumtambulisha asili yake, mpaka nafika mahali Ibrahimu anakuwa hajui kitu chengine. Anaambiwa mtoe mwanao Isaka, anambeba anampeleka. Wewe ukiambiwa tu kuna mchango kanisani unaanza kutafakari. Michango imezidi. Si nini. Wewe unafikiri huyo mtu yuko kwenye asili ya Mungu? Hayuko kwenye ile asili. Nataka kukuonyesha kiwango cha Ibrahimu kilienda kikafika wapi. Alimuona Isaka kama ambaye sio mtu tena. Kwa sababu kwa ile asili aliyokuwa nayo alihama, akaingia kwenye asili ya rohoni. Akamuelewa Mungu kwenye kiwango ambacho hakuna kitu kilikuwa kinaweza kusimama mbele yake cha duniani, including Isaka. Wewe ni mtumishi, alafu akili zako zote ziko kwamba naenda kutumika, sasa itakuwa nini? Natumika, mbona sadaka zitoki? Natumika. Ambapo sipo. Kwa hiyo ndani yake ni malalamishi tu, kwa sababu yuko mwilini. Kwa hiyo anayaangalia hayo ndio yamwezesha. Ibrahimu alijua anaenda kumtoa Isaka na hakujua kwamba kuna kondoo ataachiliwa. Yeye alijua, alihama, kaingia rohoni, akaingia kwenye asili ya Mungu, akajua kabisa hata kama Mungu umemtaka Isaka ninakupa. Hata kama Mungu umetaka hichi mimi nimekupa. Kwa nini? Kwa sababu yeye ashajitoa kwake. Ashaingia kwenye asili yake. Kama hujaingia kwenye asili yake, lazima utataka mgao, sema hii sikupi. Hii naweza kukupa, hii sikupi. Kwa sababu gani? Mimi naihitaji. Ibrahimu alibadilisha mfumo, mwelekeo wa maisha yake. Akawa kila kitu ni kwa ajili ya Bwana. Mahali alifika akamuelewa kwa kumjua huyo Mungu. Alifika mahali alipoambiwa nenda mbele zangu kwa ukamilifu, nithibitisha agano langu na wewe. Mungu hashindwa kuthibitisha agano lake na sisi. Agano la wokovu hajashindwa, na agano la kiutumishi hajashindwa, ila ili aweze kulithibitisha mimi niko wapi. Alimwambia Ibrahimu alipoona ameshafika mahali pa kuelekea, ndio akamwambia sasa nataka kutengeneza agano langu na wewe. Wakati napofika Mungu anataka kutengeneza agano lake na mtu, usifikiri akikwambia nitakubariki, usifikiri akakwambia nitakuinua ndio atakuja akakubeba akakuinua. Lazima upite kwenye kile kipimo ambacho, na sio kipimo. Maana yake ni nini? Hatua ya uhamisho kutoka kwenye asili ya kibinadamu kuingia kwenye asili ya rohoni. Kuna nini? Kuna ugumu fulani. Kwa nini? Kuna gamba lazima ulitoe, na hilo koti limekungangania. Kwa hiyo kuna hali ya ushindani ya kutoka mahali hapa ili uweze kuingia. Kwa nini? Kwa sababu kile ukitaka kulitoa lile koti tunasikia baridi, tunasema jamani kuna baridi, naomba nitembee na ile koti. Kuna baridi mpaka nifike mlangoni. Na kule halitakiwi. Kwamba lazima ikifika mahali lazima hiyo utoe. Ibrahimu akaambiwa nenda mbele zangu, kwamba anza kuishi aina ya maisha haya, ili utakapoanza kuyaishi maisha haya mimi nitathibitisha agano langu. Sio wewe uje ukaniambie nithibitishe. Sio sisi tunamwambia Mungu athibitishe agano lake. Ndio maana huwa anasema kuna vitu vya kuomba na kuna vitu hatupashi kuomba. Tunapoteza muda kuombea vitu ambavyo havipo. Yeye anataka sisi tuwe kwa namna fulani, ingie kwenye asili yake athibitishe. Lakini naingiaje pale? Naingia pale kwa sababu nimemjua yeye ni roho. Sasa mimi yale yote ambayo yamefunika ile roho isije ikaingia kwenye ile asili, lazima yaondoke. Mwili lazima uondoke ufe. Nafsi lazima iondoke ife. Roho ibakie wazi, ndipo ipate nafasi ya kuingia pale. Roho ione nafasi ya barabara ya njia,
na kuweza kuingia pale mahali ambapo anatakiwa kuingia kwenye hiyo asili sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizi hatua ambazo Ibrahimu alitembea nazo akiwa na amani, kwamba katika hatua kwa hatua amani haiji kwa sababu nimeomba. Amani inakuja kwa sababu nimepita kwenye zile hatua, ninatekeleza. Kwa hiyo jinsi ambavyo ninavyotekeleza na kuhama, ndivyo naanza kusikia tofauti ndani yako. Tofauti ndani yako. Jamani, kwani watu hatuombi? Si watu wanaomba kila siku? Sasa mbona kila siku watu wana hasira? Mbona kila siku watu? Kwa nini? Kwa sababu kuna kile kinachotakiwa kufanyika hakifanyiki. Kikifanyika hicho, hayo yataondoka. Kwa nini yataondoka? Kwa sababu zinaa haikai kwenye roho. Kuna mtu leo mimi nasema nini? Uongo hauna mdomo wa kusema uongo. Sasa wewe umeshavua ule uongo mdomo, umeshavua kila kitu, umeshavua yale macho, umeshavua yale masikio. Umebaki roho. Roho huwezi kufanya hayo, kwa sababu hayo yote yalitokana na nini? Yalitokana na asili ya kibinadamu, asili ya duniani wakati wa anguko. Na kama hayo yalifanyika wakati wa anguko, ndio yaliweko. Tulisoma katika somo ile la Nyakati 7. Asili ya anguko ndio chanzo cha hayo. Na hicho ni chanzo kinatokana kwa sababu sasa mwanadamu amerudi kwenye mwili yani mtu wa asili, yani yule mtu wa asili ya rohoni amerudi kwao, hayupo. Mwanadamu amebaki yuko peke yake, yuko mtupu. Ndio kina Adamu wakajiona wako uchi. Kwa hiyo utupu huo waliokuwa nao, ndipo walianza kujivika hayo. Maisha yakawa ndio hayo. Yale yaliyokuwa yanaonekana ndio hayo wakayafanya. Yale ya asili ya roho hayakuweza kuonekana tena kwenye macho yao. Sasa kama wao haikuweza kuonekana kwao, kwa nini kwetu sisi tunafikiri inawezekana? Haiwezekani. Kwa hiyo kama haya hayakuonekana pale, ni kwa sababu waliondoka kwenye ile asili ya Mungu. Ndio mwanadamu chanzo cha kutokumjua Mungu kikaanzia. Kwa hiyo siku zote hizi tunajifunza habari ya Ibrahimu, ni zile hatua ambazo Mungu alikuwa anayatengeneza mazingira ili mwanadamu amjue tena. Lakini cha ajabu ni kwamba shetani amecorrupt, ameleta uharibifu tena hapo katikati. Kwamba sawa, lakini hamtamjua katika ile asili yake. Kwa sababu shetani anachopingana nacho kwenye wokovu ambayo tuko nao ni kwamba tusirudi kwenye ile asili ya Mungu. Kwenye ile asili yake ambayo mimi nitaishi. Kisema kwamba naishi kama roho, mwili utakuwepo, lakini mwili hauta function katika ile misingi na ile asili yake shetani. Wachana na haya mahubiri, mimi naomba hata nisiseme sana. Mungu awasaidie. Ninafundisha mwenye kuelewa na mwenye kushika ashike. Lakini tuna mafundisho ambayo tunaambiwa ya kwamba kwa sababu sisi ni wanadamu, Sasa leo nasema na wewe habari ya asili. Asili ya kibinadamu ya mwilini na asili ya rohoni. Mungu alipoleta wokovu, alipima hiyo na standard yake ya mbinguni, kwa sababu alijua anaenda kupeleka wokovu kwa watu wanaokwenda kuondoka ama kuondolewa. Yesu alikuja kwamba wanaenda kuondolewa kwenye ile asili yao wanaishi ya kibinadamu ambaye imebeba uharibifu tangu wakati wa Adamu, ili waweze kuingizwa kwenye asili yangu. Na wakiingizwa kwenye asili yangu, haya ndiyo yatakuwa ndio maisha yao. Sasa Mungu sio kwamba Mungu alikaa tu akafanya vitu. Jamani, Mungu ni namba nyingine. Afanye vitu kwa sababu anafanya vitu kwa sababu anajua anafanya nini. So anapozungumza ama anapofanya kwamba wokovu ndio huu, kuna Bureau of Standards ilishapima kule mbinguni kwamba inawezekana. Alafu leo mtu anakuja kukwambia kwamba haiwezekani kwa sababu wewe ni mwanadamu. Si kweli. Tatizo ni kwamba asili, niko kwenye asili hiyo. Na kama naishi kwenye asili hiyo, ni kweli haitawezekana. Maana yanayofanyika kwenye asili hiyo ndio hayo. Na mimi kama ndio niko huko, lazima yatafanyika kwangu. Lakini siku nitahama, nimjue huyu Mungu, alafu asili yake ifunuliwe kwangu. Kwa sababu
Yule mtu wa rohoni sasa amekuwa wazi, macho yake ya rohoni sasa yanaona, na sio kama macho ya rohoni nasema mambo ya kuona mapepo kama vile mnavyosema nimeona hiki na kile. Huko siko